Asante. Kuna sura nimekupea. 4. Yes. Galatians. But when the right time finally came, Yes. God sent His own Son. He came as the son of human mother. As the son of human mother. Soma. He came as the son of human mother. Yes. And lived under the Jewish law. Yes. To redeem those who were under the law. Yes. So that we might become God's son and daughters. Kiswahili. Lakini wakati ule maalum ulipotimia, Mungu alimtuma mwanae aliyezaliwa na mwanamke, akaishi chini ya sheria, apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tufanye wana wa Mungu. Ili sisi tufanywe wana wa tunafanywa ipatie katika Waebrania 2:14. Waebrania 2:14. 2:14. 2:14. Kichwa? The one who leads us to salvation. So, since the children, as He called them, are people of flesh and blood, Jesus Himself became like them and shared their human nature. He did this so that through His death He might destroy the devil, who has the power over death. And He destroy the devil. Soma. Endelea kidogo. Who has the power over death. Yeah. And in this way set free those who are slaves all their life, become of the fear of death. For it is Kiswahili. Kichwa ni Waebrania 2:14. Wokovu mkuu. Wokovu mkuu. Hapo nikianza ilikuwa inataja mkurugenzi wa wokovu. Sasa wokovu mkuu. Basi kwa vile watoto hao kama waitavyo ni watu wenye mwili na damu, Yesu mwenyewe akawa kama wao na kushiriki ubinadamu wao. Unaona? Yesu akawa kama sisi, akashiriki ubinadamu wetu. Yesu ameshiriki ubinadamu. Vile tunasikia njaa, vile tunahitaji mavazi. Yesu unasikia tunahitaji nasikia njaa. Wanasema unasikia njaa, mwingine anakuambia funga masikio. So alifanya hivyo ili kwa njia ya kifo chake amangamize Ibilisi ambaye ana mamlaka juu ya kifo. Na hivyo awaokoe wale waliokuwa watumwa maisha yao yote kwa sababu ya hofu yao ya kifo. Hofu yao ya kifo. Maliza ya mwisho. Maana ni wazi kwamba yeye hakuja kuwasaidia malaika, bali kama yasemavyo maandiko, anawasaidia wazao wa Abrahamu. Ndio wenzangu, anawasaidia wazao wa Abrahamu. Sasa wazao wa Abrahamu ni kina nani? Nipatie katika Galatia 4:21. 4:21. Hili wa Galatia. Example of Agar and Sarah. Haya. Let me ask those of you who want to be subject to the law. Do you not hear what the law says? Soma. It says that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. Yes. His son by the slave woman was born in the usual way, but his son by the free woman was born as a result of God's promise. Soma. This thing can be understood as a figure. The two women represent two covenants. The two women represent the two covenants. The one whose children are born in a slavery is Agar, and she represents the covenant made at Mount Sinai. Soma. Agar, who stands for Mount Sinai in Arabia, is a figure of the present city of Jerusalem. In slavery with all these people. Soma. But the heavenly Jerusalem is free, as she is our mother. For the scriptures truly says, but the heavenly Jerusalem is free, and she is our mother. Soma.
For the scripture says, be happy, you childless woman. Shout and cry with joy, you who never felt the pain of childbirth. So man. For the woman who was deserted will have more children than the woman whose husband never left her. Kiswahili. Mfano wa Hagari na Sara. Mfano wa Hagari na Sara. Galatia 4:21 inasema, niambieni enyi mnaopenda kutawaliwa na sheria. Je, mnasikia isemavyo sheria? Si hapo inafaa kujibu jamani. Je, mnasikia isemavyo sheria? Sheria inasemaje? Imeandikwa katika maandiko matakatifu kwamba Abrahamu alikuwa na watoto wawili. Mmoja kwa mwanamke mtumwa na wa pili kwa mwanamke huru. Yule wa mwanamke mtumwa alizaliwa kama kawaida. Hiyo ni point. Yule wa mzee Rudia. Yule wa mwanamke mtumwa alizaliwa kama kawaida. Lakini yule wa mwanamke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Mambo hayo yamekuwa mfano. Mama hao wawili ni mfano wa magano mawili. La kwanza ni lile lililofanyika mlimani Sinai, mwakilishi wake ni Hagari. Na watoto wake wanazaliwa utumwani. Hagari anawakilisha mlima Sinai ulioko Arabia. Na ni mfano wa Yerusalemu ya sasa. Uliomtuma pamoja na watoto wake. Lakini Yerusalemu ya juu mbinguni ni mji ulio huru. Yerusalemu ya juu mbinguni ni mji ulio huru. Nao ni mama wetu. Sasa tunisaidia hapo kusikia sasa. Naye ni mama yetu. Sasa si unaona? Sasa tuko kwa mama gani? Tuko kwa Sara. Na sasa ikiwa tuko kwa Sara, nini inaonyesha kwamba tuko kwa Sara? Mzee kidogo tu, endelea kidogo tu. Maana imeandikwa, furahi ewe uliyotasa usiyezaa. Baza sauti wewe usiyepata kujifungua mtoto. Maana watoto wa yule aliyeachwa ni wengi kuliko wa yule aliye na mume. Sasa hawa ndio watoto wa Sara. Angalia. Ni kutoka Matthew mpaka Malaki. Hawa ndio watoto wa Sara. 31 Jeremia. 31 Jeremia. Yes. Mwenye kupata soma 31 Jeremia. The future prosperity of God's people. Hiyo ndio kichwa. The Lord says, so the time is coming when I'll make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the old covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt. Although I was like a husband to them, they did not keep that covenant. They did not keep that covenant. The new covenant that I will make with the people of Israel will be this. I will put my law within them and write it on their heart. I'll be their God and they will be my people. Soma. Umemaliza. Kiswahili. Fanaka siku zijazo. Soma. Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wa Israeli na watu wa Yuda. Soma. Agano hili halitakuwa kama lile nililofanya na wazee wao nilipowatoa kwa mkono wangu kutoka Misri. Agano hili halitakuwa kama lile nililofanya na wazee wao. Soma. Agano hilo walilivunja ingawa mimi nilikuwa Bwana wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema, baada ya siku hizo nitafanya agano lifuatalo na Waisraeli. Nitaiweka sheria yangu ndani yao na kuiandika katika mioyo yao. Mimi nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Mimi Mwenyezi Mungu nimefanya mradi. 8:13 Waebrania. 8:13 Waebrania. Sasa watu wanatusumbua. Nilienda matanga ya kijana mwenye ananiita mjomba. Sasa ikiwa huko huyu kijana ati kwamba yeye alikuwa youth, kwa hiyo nini yao sasa walikuwa nasifiwa hapo. Ni mama
overseer. Wenzangu, overseer ni position tamu sana. Kuwa overseer. Haya. Overseer, pastor ni majina matamu sana. Sasa kumbe kuna bishop ako juu ya overseer. Kuna overseer, kuna mama kanisa. Mama kanisa ni cheo kidogo. Mama kanisa. Sasa kuna sura nilikuwa nataka kuisoma. Kabla sijaisoma, ule bishop akaanza na hiyo. Ilikuwa ni Matthew hapo, Yesu anajaribiwa. Sasa nimekupea sura. Soma. Nisome kwa Kiingereza. Jesus our high priest. 8:13. In title. Yes. By speaking of a new covenant, God has made the first one old. And anything that becomes old and worn out will soon disappear. Sio ni Kiingereza. Will soon disappear. Kiswahili. Kwa kusema juu ya Agano Jipya, Mungu alichakaza lile la kwanza, na chochote kinachochakaa na kuwa kikukuu kitatoweka karibuni. Kuwa kikukuu kinatoweka karibuni. Si ni support, wacha ni jaribu kusaidia hapo. Chochote kinachochakaa na kuwa kikukuu kitaondolewa hivi karibuni. Inaondolewa hivi. Inaondolewa na Waebrania 1:1. Waebrania 1:1. Hebu tusikie. God's words through his son. In the past, God's word through his son. In the past, God spoke to our ancestors many times and in many ways through the prophets. But in these last days, he has spoken to us through his son. He is the one through whom God created the universe, the one whom God has chosen to possess all things at the end. He reflects the brightness of God's glory, and is the exact likeness of God's own being. Kiswahili inataja hapo zamani Mungu alisema na babu zetu mara nyingi kwa namna nyingi kwa njia ya manabii. Lakini siku hizi za mwisho amesema nasi kwa njia ya mwanae. Yeye ndiye ambaye kwa njia yake Mungu aliumba ulimwengu, akamteua avimiliki vitu vyote. Yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na ni mfano kamili wa hali ya Mungu mwenyewe, akiutegemeza ulimwengu kwa neno lake lenye nguvu. Baada ya kuwatakasa binadamu dhambi zao, ameketi huko juu. Nisaidia hapo kidogo. Baada ya kuwatakasa binadamu dhambi zao. Kumbe tumetakazwa wenzangu. Tumetakazwa dhambi. Sasa inakuwa ni hofu sana. Inakuwa ni hofu sana kama tutarudi hapa. Si hata ni makosa. Ni makosa sana. Tumetakazwa tena tunarudia hiyo kitu yenye tumetakazwa. Soma. Kuwatakasa binadamu dhambi zao, ameketi huko juu mbinguni upande wa kulia wa Mungu mkuu. Jambo yenye tamalizia. Na hii sasa unisikie vizuri sana. Utanisaidia hapo kunisikia.